بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ama badu, ndugu zetu mnaotusikiliza katika YouTube yetu Bilali Online TV, tunaomba msiache kulike, kucomment, kusubscribe, pia kushare kwa watu wengine. Ama badu, leo Bilali Online TV tutazungumzia juu United Nation, Umoja wa Mataifa. Tunazungumzia Umoja wa Mataifa. Sasa hivi watu huko wamekaa ndani ya Umoja wa Mataifa, hata wale ambao walikuwa hawatambuliki, lakini sasa imekuwa dharura, lazima nao watambulike. Hata wale waliokuwa wanaonekana ni watu hawakusoma, hawana maarifa, sasa hivi United Nation na hao pia inawaona kwamba wana maarifa. Lakini kabla hatujenda mbele, mimi ningependa kuambia kwamba hivi sasa Mayahudi wamo katika ulaghai wa aina ya pili. Kwa hivyo hii Umoja wa Mataifa sasa hivi ulitengeneza mwanzo mipango ya kuitawala dunia. Na nani atawale dunia? Ilitengenezwa kwamba Myahudi, Waingereza, wa Marekani ndio Wayahudi wenyewe, hawa waitawale dunia. Kwa hivyo hii ndio nia. Hata NATO na hivyo makusudio makubwa ilikuwa ni kuitawala dunia. Kwa hivyo wakatengeneza hichi chombo si kwa maslahi ya wanadunia, hapana. Lazima watu waelewe kwamba hii United Nation ilitengenezwa si kwa maslahi ya Waafrika, si kwa maslahi ya Waasia, si kwa maslahi ya watu wengine, hapana. Hii ilitengenezwa iwe maslahi kwa Wayahudi, na wao ndio wametengeneza. Baada ya kuona kwamba kuna haja, lazima kuwepo chombo ambacho kitawasaidia kuwadhibiti watu duniani na kuwafanya wale watu wawe wapumbavu, wawe wajinga, na kuweza kuwadhibiti sawa sawa, lazima pawe pana chombo. Lakini ukweli wenyewe duniani hakuna mtu au watu fulani wanaoweza kutengeneza katiba. Kwa katiba hiyo wakaiweka katika jumuiya yao kama Umoja wa Mataifa, Umoja wa Mabara ya Afrika, ikawa hiyo ikafanya kazi katika zama zote, wakati wote, kwa watu wote, na hakuna kitu kama hicho. Katiba hamna. Kwa hivyo sasa Mayahudi wameshaona kwamba United Nation, Umoja wa Mataifa ile iliyokuwa tumeitengeneza sasa haina maslahi tena kwetu. Sasa kwetu itakuwa ni balaa, kwa sababu watu tuliowafumba macho wengi wakaona kwamba sisi ndio watu bora, sisi ndio tunafahamu zaidi, sisi ndio tuna akili zaidi, na sisi ndio watu ambao tunaweza kuwaongoza watu mpaka tukawafikisha kwenye maendeleo. Kumbe hii ilikuwa ni uongo, ilikuwa ni propaganda, na haya yote sasa yameshafahamika. Ndugu zangu, katika hii dunia aliyotengeneza lazima tujue ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, na yeye ndio anayeweza kutengeneza katiba ambayo ikawafaa watu wote, tena zama zote, tena kwa wakati, mahali popote, tena kwa hali yoyote. Katiba akiitengeneza Mwenyezi Mungu, basi itaweza kufaa wakati wowote, zama zozote, kwa watu aina zote, ikiwa wakulima, ikiwa watu wa migodi. Lakini katiba madhali kafanya Mwenyezi Mungu, basi itakuwa na maslahi kwa watu wa aina zote. Lakini kama akitengeneza mwanadamu ndio kama hivi ilivyokuwa katika Umoja wa Mataifa, hii ilitengenezwa sio kwa maslahi ya watu wote, wala sio kwa maslahi za nchi zote, hapana. Hii ilitengenezwa kwa watu maalum. Ndio maana leo utaona Mjerumani anaona kwamba kuna mapungufu, Mngereza anaona kwamba kuna mapungufu, na Marekani mwenyewe pia anaona kwamba sasa hapa pana mapungufu. Na wengine wanaona kwamba wazi sasa pana mapungufu. Kwa hivyo lazima sasa, kwa sababu walioitengeneza sasa inaonekana haiwezi tena kuwa Umoja wa Mataifa ina maslahi na wao, lazima watengeneze mtengenezo mpya. Lazima ikarabatiwe, iondeshwe cha kuondoshwa, kiingizwe cha kuingiza, ili wale waliokusudia waendelee kama kawaida, kuweza kupata faida ya kuutawala ulimwengu. Sasa ulimwengu umeshabadilika, sharia za ulimwengu zimeshabadilika, watu elimu zao na maarifa yao yamebadilika. Kwa hivyo huwezi ukawatawala Umoja wa Mataifa, ukawatawala watu hawa kwa katiba ile kwa Umoja wa Mataifa huu tulionao, haiwezekani tena. Ndio maana utaona sasa wamekaa tena upya.
wamekaa upya kwa sababu wameshajua hatuwezi tena sisi sasa hivi kuweza kuwatawala watu tena duniani. Lazima tubadilishe na lazima tutumie chombo chetu hichi Umoja wa Mataifa. Kwa hivyo wale wanaouliza hivi sasa Umoja wa Mataifa huu utakuwa wapi, hauna tofauti na utakaotengenezwa. Uliotengenezwa ni kwa maslahi ya Wayahudi na utakaotengenezwa vile vile. Kwa hivyo ni ujanja tu, ni ulaghai tu ndio unaotumika, wala watu wastajiri. Na mimi nashangaa hivi mpaka ile watu duniani hawajafahamu kwamba chombo hichi cha Umoja wa Mataifa ni chombo cha kuwaumiza watu na ni chombo ambacho kinatumiwa kuwatawala watu na kuangamiza wengine. Kama ingekuwa chombo hichi ni chombo cha watu, kina maslahi ya watu, kinaangalia watu, kinaangalia zama zote, hivi sasa ndio ilikuwa chombo hichi tangu hapo nyuma tuseme ilikuwa chombo hichi tayari kupambana na Mayahudi. Lakini sasa imeshaonekana Mayahudi wameshajitia katika hatari na wazungu wengine wote bado wako nyuma yao, wako chini yao. Hawawezi wakukubali wakaingizwa Mayahudi ndani ya balaa ambao wameshajiingiza wenyewe. Kwa hivyo lazima sasa ndio kinaonekana hichi chombo kitumike. Sasa kinapangwa tena upya. Waafrika walikuwa wakizarauliwa waitwe, wanani walikuwa wakionekana hawana mbele hawana nyuma waitwe, lakini wafikie hatua na wao watumike kama walivyotumika nyuma. Kwa hivyo hichi chombo ni chombo cha ulaghai wa wazungu, na sisi Waafrika hakiwezi kikatusaidia. Chombo katiba ambayo inaweza ikawasaidia watu wote, zama zote, makundi yoyote, katika wakati watakapokuwa popote, ni Qur'ani peke yake. Qur'ani ndio ambayo inaweza kuangalia haki za watu wote katika mahali popote, katika zama zote. Ni Qur'ani tukufu peke yake. Kwa sababu hii haikuundwa na mwanadamu. Mwanadamu akianza kuunda chombo chake, kwanza anachotizama ni maslahi yake. Lakini katika hii dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala hana maslahi yetu sisi. Kile yote tutakalolifanya sisi ni kwa maslahi yetu sisi wenyewe, sio kwa maslahi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo Allah akitengeneza chombo, kweli hichi chombo na katiba akitengeneza, kwa mfano kama hii Qur'ani inaweza kuwa ni chombo cha kuwaongoza watu wote duniani, tena watu aina zote, tena walipo popote na watakapokuwa katika hali zozote, hata ziweza tofauti namna gani, lakini Qur'ani itawagusa na itawaongoza. Lakini yale yobakia ni mchezo wa kuigiza. Sasa Mayahudi wameona kwamba wameanguka na sasa wameshajiingiza ndani ya matatizo. Kwa hivyo sasa wanataka kukarabati hichi chombo, wakikarabati sasa. Na vipi watakarabati? Lazima wafanye kuwashirikisha watu wengine. Ndugu zangu, watu wengi wanafikiria kama Mngereza, ni kweli Mngereza sasa yuko mbali na Myahudi. Mjerumani, watu wanafikiria kwamba Mjerumani yuko mbali sasa na Myahudi, hakubaliani naye. Watu wengi wanafikiria Mfaransa yuko mbali na Myahudi. Sasa hizi ni katika jumla ya mbinu zinazotengenezwa ili wakushanywe watu wengine wote waingizwe, halafu litengenezwe jambo ambalo litakuwa na maslahi na wao. Kwa hivyo hakuna maslahi yoyote, na hichi chombo hakina maslahi yoyote wala hakitowasaidia watu wengine. Lakini sasa wameshaona wameingia ndani ya matatizo, kwa sababu vita alivyotengeneza Myahudi ni vita sasa lazima vitamgharimu yeye na lazima vitamuumiza yeye, kwa sababu yeye alikuwa akifanya. Lakini sasa kama watu duniani walikuwa wakimuona yeye ndio mtoto wa Mungu, walikuwa wakimuona yeye ni mwana wa Mungu, wakiona kwamba ni wapenzi wa Mungu, sasa imeshabainika kwamba si mtoto wa Mungu, si mwana wa Mungu, wala si chochote, ni mtu katili. Yeye sasa hivi maisha yake ni kuwa watu ili yeye awakalie juu watu na uchumi wa dunia ukamatee. Hakuna kitu kingine. Kwa hivyo kwa kutumika Umoja wa Mataifa huu hauwezi tena sasa ukamfikisha katika mahali hapo. Ndio sasa unavunjwa tena sasa. Hivi sasa wanauvunja na wanaupanga upya. Kwa hivyo hapa kwanza tupaelewe kwamba sasa inapangwa hatari nyingine kwa watu duniani. Sio kwamba eti kwa mafanikio. Sasa wanapangiwa watu hatari nyingine duniani. Hii imeshachukua miaka yake 40 na kitu, tayari haiwezi kufanya tena kazi. Kwa sababu hii sio Qur'ani.
Qur'ani inaweza kufanya kazi katika zama zote, karina zote, na ikawahukumu na ikawaondesha watu aina zote mahali popote, walioko katika tabaka yoyote, waliomo katika mataifa ya aina yoyote. Hiyo Qur'ani moja katika miaka yote. Kwa hivyo sasa ndio tukasema watu wakimbilie kwenye Qur'ani. Ufumbuzi wa dunia hii, tunamalizia. Ufumbuzi wa dunia hii ni watu kukimbilia kwenye Qur'ani. Lakini kama watakimbilia katika mifumo mengine, basi watakwenda hivi tu katika hali ya kawaida, na watakuwa watu duniani wanaumia, na ikishaonekana kwamba hawa mbinu ishafahamika, watatengenezewa mbinu nyingine kama hivi tunaona sasa. Lakini kimsingi sasa Mayahudi wameshajiingiza ndani ya balaa. Walikuwa wana adui mmoja wawili. Sasa Mayahudi wana maadui wa dunia nzima, hawakubaliani na wao dunia nzima. Kwa hivyo hii strategia iliyopangwa ya huyu sijui Mfaransa asema mimi sikubaliani na Yahudi, sijui Mngereza naye anasema sikubaliani na Yahudi, sijui nani Mjerumani naye anasema sikubaliani na Yahudi. Hapana, wote wanakubaliana, lakini sasa wanatengeneza strategia mpya. Lazima waoneshe kama wako mbali, watu wengine waone kwamba hawa wameshabadilika, hawakubaliana na hichi. Kwa hivyo hawa nao wote ni watu wazuri, wakiwakubali kuingia nao pamoja, wakipanga, basi kazi imekwisha, watarudi pale. Kwa hivyo ndugu zangu, tuelewe tu, hasa dunia inakwenda katika strategia mpya. Umoja wa Mataifa umekaa katika miaka yote, na wamejaribu na wamefanya sana. Mayahudi sasa hivi karibuni miaka 3 wanaua kupita kiasi, na Umoja wa Mataifa haujasubutu kukemea, haujasubutu kuonesha kwamba wanafanya nini, wamekasirika nao. Lakini sasa wanaonesha. Kwa nini wanaonesha? Wanaonesha kwa sababu wanajua kwamba sasa Mayahudi wameshaingia ndani ya balaa. Sasa kitakapoanza kipigo cha kupigwa wao, nani atawaombea? Kwa hivyo lazima wao sasa watawanyike, waungane na hawa watu, ili wao sasa ikitokea hivyo na wao waweze kuwasaidia, kwa sababu wanajua, na asiyejua tunamjulisha kwamba huku tunakwenda sasa kuona namna gani Wayahudi wataingia ndani ya balaa, na namna gani wataingia ndani ya balaa na watakuwa hawana watu wa kuwasaidia. Kwa hivyo huu ndio mfumo uliopangwa, ndugu zangu. Huu ndio mfumo uliopangwa, na Umoja wa Mataifa hii sasa haina maslahi yoyote kwa Afrika, wala haitakuwa na maslahi kwa Asia, wala haitakuwa maslahi kwa Arabu. Hamna maslahi yoyote. Hii maslahi yake inatengenezwa kwa ajili ya wazungu wakiwemo na hawa Mayahudi. Wanatengeneza mfumo mpya wa kuitawala dunia. Kwa hivyo hivi ndio ifahamike. Lakini kusema kwamba chombo hichi sasa kinakwenda eti kimebadilika, hawezi kutengeneza Myahudi chombo. Hawa Mazayuni hawawezi kutengeneza chombo eti chombo hicho kiwe ni chombo cha kumkomboa Mwafrika. Hilo halipo. Chombo hicho eti Umoja wa Mataifa uwe una faida kubwa kwa Mwafrika, uwe una faida kubwa kwa Mwasia. Hamna kitu hicho. Wao wanatengeneza chombo ambacho kitakuwa na maslahi kwa wao. Na hichi chombo sasa kinatengeneza mikakati ya kumlinda Myahudi. Basi atakapopigwa, kwa sababu sasa Myahudi yeye kaipiga Gaza, kapiga nchi mbalimbali, tumefahamu. Na katika kutisha kwake hata Uarabuni kaipiga, tumeona kaipiga Uarabuni. Kwa sababu yote hiyo anajua kwamba kuna kuja balaa kubwa. Kwa hivyo hawa Waarabu nao lazima niwapige kidogo, niwatishe, ili wasije wakaungana wakaachana na mimi wakaungana na wengine, kwangu ikawa balaa. Na kweli kawatisha, na Waarabu washaogopa, na wala hawawezi wao wakawa upande wa watu wengine. Si jambo rahisi. Na kama wataikiti hivyo, basi itakuwa wanafanya kighilba, lakini bado watatumiwa na Wayahudi. Kwa hivyo tunasema kwamba kwa vyovyote vile ilivyo hivi sasa, yanayofanywa ni ulaghai. Tumefahamiana, na wanafanya ulaghai hii kwa sababu waje wamsaidie Myahudi itakuja zama sasa atapigwa na itakuwa balaa kubwa kwake.
Kwa hivyo lazimu jeshi lake, watu wake waingiliane na hawa watu wengine, waingiliane nao. Wakishaingiliana nao iwe rahisi kusema kwamba jamani, hebu tuacheni, tusimamisheni vita, hivi tunavyokwenda sio sawa sawa. Na hao wakiona kwamba hawa wenzetu wamekuja huku, basi ipatikane salama kwa Myahudi. Lakini hakuna mfumo mwingine. Sasa Wayahudi wanaendelea kuwa, na hata ukisikia kwamba sasa hawa pengine wamekasirika Umoja wa Mataifa, uongo. Sasa ameshachukua sehemu kubwa ya Gaza, Yahudi ameshachukua sehemu ya Gaza, ameshaichukua. Pengine hii sasa wameona tu kwamba wapumzike vita. Kama wameona wapumzike vita, lazima wafanye nini? Lazima wafanye kwamba sasa tunaona bora tutulie, tusipambane, turudi kwenye meza, ajiandae tena upya. Baada ya kutoka hapa achukue sehemu iliyobakia. Basi hakuna mpango mwingine, hakuna mfumo mwingine, kwa sababu huyu Netanyahu hafanyi mambo. Watu wanafikiria eti Netanyahu anafanya kwa ukorofi wake tu, ni mkorofi, watu wote hawataki, waliokuwa hawataki ni raia. Lakini wale mambo nyenye, wale wenye nchi zao waliokamata, wale ndio wanamtia nguvu, na washajiandaa hawa kwa uwezo mkubwa wa kivita wa kupambana. Lakini pamoja na kujiandaa hivyo, nguvu yake ni ndogo ukilinganisha na nguvu ya dunia. Kwa hivyo sasa lazima wafanye triki za namna hii. Kwa hivyo tujiandae wa Afrika, tujiandae watu wengine sasa kuona kwamba Myahudi naye sasa umefika muda wake, ataanza kudhalilika. Na hawa wanaosema kwamba hawamungi mkono, wakati huo itakuja onekana wazi wazi wanamuunga mkono. Marekani atamuunga mkono, Mfaransa atamuunga mkono Myahudi, Mngereza atamuunga mkono Myahudi, Mjerumani atamuunga mkono Myahudi. Wakati huo itakapokuja kashaingia kwenye matatizo. Lakini sasa ndio strategia hii. Kwa hivyo ni mpango, tunasema ni mfumo unaotumika kwa ghilba, lakini haizidi kwa madhalimu isipokuwa hasara. Myahudi unakuja muda wake naye wa kuingia ndani ya balaa. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.